Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema nchi yake itajiondoa kwenye mchakato wa mazungumzo ya amani katika mzozo wa Urusi na Ukraine ikiwa hakutoshuhudiwa maendeleo yoyote katika siku zijazo. Rubio ameitoa kauli hiyo mjini Paris baada ya kushiriki hapo jana mkutano kati ya maafisa wa ngazi za juu wa Marekani na mataifa ya Ulaya kuhusu vita vya Ukraine na juhudi zilizokwama za usitishwaji mapigano zilizoanzishwa na Rais Donald Trump. Mkutano mwingine unatarajiwa wiki ijayo mjini London, na Rubio amesema ndio utakaoamua ikiwa Marekani itaendelea kujihusisha na mchakato huo wa amani. Urusi imesema iko tayari kwa mazungumzo, lakini kwa kuzingatia maslahi yake. Hayo yanajiri wakati Ukraine na Marekani zikitarajiwa wiki ijayo kusaini mkataba wa madini. The Hague. Majaji katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wameanzisha uchunguzi dhidi ya Hungary kwa kushindwa kumkamata waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliyeitembelea nchi hiyo mapema mwezi huu. Katika jalada lililowekwa wazi wiki hii, mahakama hiyo yenye makao yake mjini The Hague, Uholanzi, ilianzisha kesi za kutofuata sheria kwa Hungary baada ya kumkaribisha kwa heshima zote Netanyahu licha ya waranti wa kukamatwa kutokana na uhalifu dhidi ya ubinadamu unaohusishwa na vita vya Gaza. Wakati wa ziara hiyo, waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban alitangaza kuwa nchi yake itajiondoa kwenye mahakama hiyo, akidai kuwa ICC si tena mahakama isiyo na upendeleo na inayotii sheria, bali imegeuka kuwa mahakama ya kisiasa. Kigali. Serikali ya Rwanda imekubali kuwaruhusu wanajeshi wa kulinda amani wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC waliokuwa mashariki mwa Kongo kupitia nchini humo wakielekea Tanzania, na kwamba watatumia njia ya barabara. Wanajeshi hao walipelekwa kupambana na makundi ya waasi katika mji wa Goma. Jumuiya ya SADC yenye jumla ya wanachama 16 ilitangaza mwezi Machi kusitisha operesheni ya vikosi vyake maarufu kama SAMI DRC nchini Kongo, na kwamba zoezi hilo la kuondoka lingefanyika kwa awamu. Hata hivyo, jumuiya ya SADC yenyewe haijasema chochote, na pia hakuna tamko lolote lililotolewa na wasemaji wa serikali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Rwanda. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Moscow. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema anatilia shaka nia ya Marekani ikiwa ni siku moja kabla ya kufanyika mjini Roma kwa duru ya pili ya mazungumzo kati ya nchi hizo mbili kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran. Araghchi ameyasema hayo leo wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Moscow akiwa na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov, na kusisitiza kuwa licha ya mashaka makubwa juu ya nia ya Marekani, watashiriki kwa vyovyote vile mazungumzo hayo ya kesho. Hata hivyo, waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran amesema anaamini kuwa makubaliano ya nyuklia na Marekani yanawezekana kwa msaada wa Urusi, huku Lavrov akisema kwamba Moscow iko tayari kutoa mchango wake kuwezesha mpango huo. Bogota. Serikali ya Colombia imetangaza kuwa makubaliano ya usitishwaji mapigano yaliyosainiwa na makundi ya waasi katika nchi hiyo ya Amerika Kusini yamefikia tamati na hayatorefushwa tena. Hatua hiyo inalihusu kundi lililogawanyika la wanajeshi wa mapinduzi ya Colombia FARC na kundi la wapiganaji la EMBF. Makubaliano hayo yamekuwepo kwa mwaka mmoja na nusu na yalichangia pakubwa kurejesha hali ya utulivu nchini humo. Rais wa Colombia Gustavo Petro amekuwa akijaribu kumaliza mzozo na makundi yenye silaha tangu alipoingia madarakani mwaka 2022, lakini hatua hii ya kusitishwa kwa makubaliano hayo hasa na waasi wa FARC kutafifiza azma hiyo na kuhatarisha usalama wa Colombia. Hata hivyo, mamlaka za nchi hiyo zimesema mazungumzo ya amani na makundi yenye silaha yataendelea. Mkuu Kinshasa, na kumweleza msimamizi wa shamba hilo kuwa upekuzi huo ni zoezi la kawaida. Pia maafisa hao walivamia kupekua nyumba ya Kabila mjini Kinshasa. Kulingana na Adam Shemisi, msemaji wa mke wa Kabila Bi Marie Olive Lembe,
Maafisa hao walisema wanatafuta vifaa vya kijeshi vilivyoibwa au kupotea, lakini hawakupata chochote kwenye upekuzi huo. Rais Felix Tshisekedi wa Kongo amekuwa akimtuhumu Kabila kuwa anapanga njama za kuiangusha serikali na pia kwamba anawaunga mkono waasi wa M23 wanaopambana na vikosi vya serikali mashariki mwa nchi hiyo. Na hatimaye Bethlehem. Wakristo duniani kote wanaadhimisha leo sikukuu ya Ijumaa Kuu, wakikumbuka kuteswa, kusulubiwa na hatimaye kuuawa kwa Yesu Kristo msalabani. Katika siku ya leo, waumini wa Kikristo hukusanyika kwenye makanisa kwa ibada, kufanya tathmini ya nafsi, huku wengine wakifunga kula na kunywa na kujizuia hasa kula nyama nyekundu. Hapo jana, siku inayojulikana na Wakristo kama Alhamisi Kuu, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis alitembelea gereza la Regina Coeli la mjini Rome, ikiwa ni sehemu ya desturi ya miaka mingi kukumbuka siku ambayo Yesu Kristo aliwaandalia karamu ya mwisho na kuwaosha miguu wafuasi wake 12 kabla ya kusulubiwa. Kwa mujibu wa mafundisho ya Injili ya Wakristo, Yesu alifufuka siku 3 baadaye, na siku hiyo husherehekewa kama sikukuu ya Pasaka. Kwa mwaka huu sikukuu hiyo itakuwa ni Jumapili ya Aprili 20. Watashiriki kwa vyovyote vile mazungumzo hayo ya kesho. Hata hivyo, waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran amesema anaamini kuwa makubaliano ya nyuklia na Marekani yanawezekana kwa msaada wa Urusi, huku Lavrov akisema kwamba Moscow iko tayari kutoa mchango wake kuwezesha mpango huo. Bogota. Serikali ya Colombia imetangaza kuwa makubaliano ya usitishwaji mapigano yaliyosainiwa na makundi ya waasi katika nchi hiyo ya Amerika Kusini yamefikia tamati na hayatorefushwa tena. Hatua hiyo inalihusu kundi lililogawanyika la wanajeshi wa mapinduzi ya Colombia FARC na kundi la wapiganaji la EMBF. Makubaliano hayo yamekuwepo kwa mwaka 1.5 na yalichangia pakubwa kurejesha hali ya utulivu nchini humo. Rais wa Colombia Gustavo Petro amekuwa akijaribu kumaliza mzozo na makundi yenye silaha tangu alipoingia madarakani mwaka 2022, lakini hatua hii ya kusitishwa kwa makubaliano hayo hasa na waasi wa FARC kutafifiza azma hiyo na kuhatarisha usalama wa Colombia. Hata hivyo, mamlaka za nchi hiyo zimesema mazungumzo ya amani na makundi yenye silaha yataendelea. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, na kusomwa kwenu nami Bakari Ubena. DW